Katika msimu wa mfungo kuna baadhi ya kina mama wajawazito nao wanafunga masaa mengi sana, unakuta masaa 8, masaa 9, masaa 10, kitu ambacho si salama kwa afya ya mama mjamzito na mtoto aliyoko tumboni. Kwa nini? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uende kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kuna moja mfuataji wangu hapa, yeye anaitwa Lilian Tesha, anasema habari gani dokta, mimi ni mjamzito na nimefunga. Kila ninapofuturu mapigo ya moyo yanakuwa na spidi sana, yaani moyo unaenda mbio na maumivu ya kichwa. Nifanyaje? Samani kwa usumbufu, nina wiki 17. Sasa sisi wataalamu madaktari na maandiko mengi hayashauri mama mjamzito kufanya mfungo, haswa mfungo mrefu kama huu ambao unafanyika katika kipindi hichi cha Kwaresma, lakini vile vile na wale Waislamu. Kwa hiyo wakina mama wajawazito mara nyingi huwa wanaondolewa kwenye mpango au kwenye mkakati wa kuweza kufunga kwa muda mrefu kwa sababu tu ya afya ya ujauzito, lakini vile vile na mtoto aliyoko tumboni. Kwa hiyo sisi haturuhusu kabisa mama mjamzito uweze kufunga. Kwa hiyo hata huyu Lilian, maana yake labda inawezekana alikuwa afahamu, na kuna video yangu moja niliyoizungumzia kuhusiana na kufunga kwa mama mjamzito, na kama ukisikiza video hiyo unaweza click suggestion hapo juu ukasikiza video hiyo, ila utasikiza mara baada ya kumaliza kusikiza video hii. Kwa katika kipindi cha mfungo mama mjamzito haruhusiwi kuweza kufunga kiafya, kwa sababu ya kwanza kabisa ni mtoto aliyoko tumboni. Mtoto aliyoko tumboni yeye anahitaji chakula muda wote. Kwa hiyo wewe unapokuwa umefunga wakati yeye anahitaji lishe, ndio inaanza kuwa changamoto. Lakini vile vile sababu nyingine, mama ana uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupoteza sukari mwilini, kwa sababu tunajua kwamba kina mama wajawazito ni kama watoto wadogo ambao wako chini ya miaka 5. Mara nyingi watu tunashauri wale waweze kula milo zaidi ya 3, kwa maana kwamba anakula kidogo kidogo, ila mara nyingi kuweza kuepuka zile changamoto za tumbo kuweza kujaa, na wengine wanapata changamoto za kutapika. Kwa hiyo nitakuwa wale kidogo ili aweze kurudia tena baadaye ili aweze kukidhi yale mahitaji ya mtoto na mwili wake. Kwa mama mjamzito, sababu nyingine anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kuweza kupoteza maji. Unapofunga muda mrefu kama hauli chochote, inakuwa ni hatari kuhakikisha kama mwili wako unakuwa na ukavu, na hiyo ni hatari kwa mama mjamzito. Tunajua kwamba kama hujapata mkojo na ukavu wa mwili, mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari kubwa sana kuweza kupata magonjwa kama UTI, lakini na vitu vingine vingi. Sasa kina mama wajawazito ambao wana mimba ya mapacha, lakini vile vile kama na kisukari cha ujauzito ambao tunaita gestation diabetes, hiyo ndio hatari kabisa ukifanya mfungo, au ukifanya mfungo ukiwa na mimba ya mapacha, inakuwa ni hatari sana. Kwa mama mjamzito haushauriwi kabisa kuweza kufanya mfungo ambao ni mrefu. Labda kama unaweza kufunga kwa masaa 6, na kama una uwezo huo unaweza kufanya, lakini kiafya si salama, kwa sababu mtoto anahitaji vitamini, mtoto anahitaji nishati kutoka kwako mwenyewe, na wewe unapokuwa umefunga wakati mtoto bado anaendelea kutumia ile nishati ulionayo, maana yake unajiweka wewe kwenye hatari kubwa sana ya kupata changamoto. Na wakati mwingine tunajua mama akikaa muda mrefu bila kula anakuwa kwenye hatari, anapokuja kuanza kula anaweza kala haraka, na mwisho wa siku anakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata kichefuchefu au kuweza kutapika. Lakini vile vile umeona kama huyu anapata mapigo ya moyo yanaenda mbio. Hii yote ni kwa sababu tu alifanya mfungo ambao hairuhusiwi kwa mama mjamzito. Nadhani hata kwenye dini wanafahamu, wale wataalamu au watumishi wanajua kabisa kwamba kina mama wajawazito huwa wanakuwa hawako kwenye ule mkakati au mpango wa kuweza kufunga, hasa hii mifungo mirefu, na mwisho wa siku inaweza kuathiri afya zao. Kwa wewe kama mama mjamzito ulikuwa na utaratibu wa kuweza kufunga na sasa hivi umeshakuwa mjamzito, basi usiweze kufunga. Lakini kama labda wewe una imani sana, una imani kali, umeokoka sijui, au yani una uwezo huo, kwa maana kwamba kukata masaa 5, 6 ukawa umefunga, basi unaweza kufanya, kwa sababu tunasema mama mjamzito yeye anatakiwa ale zaidi ya mara 3 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kala mara 6, mara 7. Kwa hiyo kama umeweza kufunga masaa 6, hiyo inaweza kawa labda ni afya kwa imani yako, lakini vile vile ikakusaidia wewe kuweza kuhakikisha kwamba labda kwenye hizo imani zako, lakini kiafya bado itakuwa si salama. Na kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wowote. Sasa inawezekana unajiuliza maswali, ni matunda yapi ambayo mama mjamzito unaweza kuyatumia
kiafya na yakakusaidia kuongeza vitamini mbalimbali katika kipindi chako cha ujauzito, na matunda yapi ambayo unaweza kuepuka, haswa matunda ambayo unataka uweze ule katika kipindi chako cha ujauzito. Unaweza click suggestion hapo kusikiliza matunda yapi ambayo unaweza kula kwa mama mjamzito. Na kama labda nimetaja hayo matunda, labda tunda ambalo wewe unalitumia au unataka kulitumia sijalitaja, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.